Zina ni akbarul kabair, ni katika madhambi makubwa inafahamika. Lakini kumzini mke wa jirani yako au mtoto wa jirani yako, dhambi lake ni zaidi, yani ule ubaya wa hiyo dhambi inakuwa ni zaidi. Yani inakuwa si kama mtu kumzini mwanamke au mtoto wa mtu mwingine ambaye ni wa mbali, sawa, kwa sababu jirani ana haki. Jirani ana haki zake kwako wewe. Miongoni mwa haki za jirani yako ni wewe kumkirimu, kumheshimu na kumhifadhi, kuhifadhi heshima yake, kuhifadhi utu wake, kuhifadhi mali yake, wa hakadha. Na katika kumheshimu na kumhifadhi jirani yako ni wewe kuhifadhi familia yake na kuiheshimu familia yake. Sasa kitendo cha wewe kumzini mke wa jirani yako, maana yake umefanya jarima kubwa kumfanyia jirani yako. Yani kama unajua kuna maudhi ambayo jirani ukimfanyia anahesabu kwamba umemuudhi sana kuliko yote, basi ni wewe kumzini mke wake, ni wewe kumzini mke wake au mtoto wake. Ni jarima kubwa sana, kwa sababu ni jambo ambalo linaleta uhasama, linaleta muqataa daiman, yani linaleta kukatana kwa miaka nenda rudi, bali mnaweza mkauana kwa sababu ya mtu kuthubutu kumzini mke wa jirani yake au mtoto wa jirani yake na mfano wake. Na ndio maana Mtume alayhi salam akahesabu kuwa ni katika, yani ni jarima iliyokuwa kubwa sana baada ya kuua nafsi. Bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, leo hii jamii ilivyoharibika, watu wamebaki wanavizia wake za watu, tena majirani. Na unakuta jirani anamvizia mke wa jirani yake, yani yeye mwenyewe ana mke hapo, lakini hajatosheka na mke wake, anaanza kushawishika na kummendea mke wa jirani yake. Hii ndio jamii yetu imefikia huko, illa man rahima Allah, isipokuwa wale ambao wamepata rehema za Allah tabaraka wa taala. Na tumwombe Allah tujalie katika hao. Ukipata jirani mwema, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini waliokuwa wengi na jamii ilivyoharibika hivi sasa ni mtihani mkubwa. Bil asafi shadidi, kama wewe umetahiniwa ukawa umejaliwa kuwa na mwanamke ambaye hajajitambua vizuri, ndio majanga yanazidi kuwa makubwa zaidi, kwa sababu atafanya vituko na anaweza akawa anavaa mavazi ambayo ya kuwashawishi wale ambao ni majirani zake, mpaka ukajikuta shetani anapita katikati, wanamuasi Allah tabaraka wa taala. Lakini jirani ni mtu ambaye anahitajia heshima kubwa kwako wewe, umheshimu, na katika kumheshimu ni kuheshimu familia yake.